Mashambulizi mawili ya angani yaliyotekelezwa na Israeli katika jengo moja kusini mwa Lebanoni yamesababisha vifo watu 5 wakiwemo wahudumu 3 wa kutoa matibabu ya dharura. Kufuatia mashambulizi hayo, waziri mkuu wa Lebanoni ametupa dongo kwa kuyataja mashambulizi hayo kuwa ni uhalifu wa kivita. Wizara ya Afya ya Lebanoni imesema kuwa watu hao 3 walikuwa wakitoa huduma za dharura ambao wanatoka katika jeshi la ulinzi wa raia na walifika eneo hilo kuwasaidia waliojeruhiwa na shambulio lililotokea katika mji wa Majad Zone. Watatu hao walikuwa chini ya vifusi na baadaye kuripotiwa kufariki dunia katika shambulio jingine lililolenga eneo hilo hilo. Israeli haijatoa maelezo yoyote kuhusu kuwalenga wahudumu hao wa afya na kutumia mbinu yake ya kijeshi maarufu kama double tap, ambayo shambulio la kwanza hufanyika na kufuatiwa na jingine kuwalenga raia na timu ya uokoaji. Inadaiwa kuwa Israeli imekuwa ikitumia mbinu hiyo nchini Lebanon na katika eneo la Gaza. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema kuwa mashambulizi ya makusudi dhidi ya wahudumu wa afya yanahesabiwa kama uhalifu wa kivita. Ikumbukwe hadi sasa ni zaidi ya watu 2100 wameuawa na wengine 700 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Israeli nchini Lebanoni tangu Machi 2 mwaka huu, kulingana na Wizara ya Afya ya nchi hiyo ambayo haitofautishi wapiganaji na raia. Takwimu hizo pia zinajumuisha wanawake wasiopungua 206 na watoto 172. Wizara hiyo pia inasema wahudumu 91 wa afya wameuawa na wengine 208 na wengine 208 kujeruhiwa, huku zaidi ya mashambulizi 120 yakilenga ambulance na vituo vya kutolea huduma za afya. Uchambuzi wa BBC Verify umebaini kuwa zaidi ya majengo 1400 nchini Lebanoni yameharibiwa. Kwa upande wa Israeli, mashambulizi ya Hezbollah yameua raia 2 katika kipindi hicho, huku askari 13 wa Israeli wakiuawa katika mapigano ndani ya Lebanoni, kulingana na mamlaka za Israeli. Ikumbukwe wiki iliyopita jeshi la Israeli lilifanya uharibifu katika daraja la mwisho linalounganisha kusini mwa Lebanoni na maeneo mengine ya nchi hiyo, hatua inayozidisha kutengwa kwa eneo hilo na kuongeza hofu kwamba huenda ikasababisha uongozi wa muda mrefu wa kijeshi katika baadhi ya maeneo. Hayo yanajiri wakati kukiwa na mgogoro mkubwa Mashariki ya Kati, ambapo jitihada za kufanya mazungumzo ya amani yakiwa yanafanyika, bado suluhu ya kudumu haijaweza kupatikana. Mimi ni Yusufa Athumani, hii ni The Loyal Media.